vijana wa Kisesa, tuipende nchi yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mbunge wameelezea haya mambo yaliyotokea. Haya si mambo yanayotarajiwa kufanywa na watu wanaoipenda nchi yao. Zamani nchi zetu hizi zilikuwa na makundi ya aina mbili. Zilikuwa na makundi ya wenyeji na zilikuwa na makundi ya wakoloni wakiwa wametoka mataifa mengine, na baadhi ya vitu vilifanywa kutoka kwenye fedha ya wakoloni. Kuna vitu vichache sana ambavyo vilifanywa. Kwa hiyo ilitokea watu wakijisikia wanaenda kuwakomoa wale walioleta vitu vyao kutoka huko kwenye nchi yao. Sasa hivi vitu vyote hivi vinavyofanyika ndani ya nchi ni nguvu yetu wenyewe wa Tanzania. Hata hapa tunatambua jengo inaitwa ofisi ya mtendaji wa kata. Lakini si mali ya mtendaji wa kata. Kwa Kisesa hii ni mali ya mtendaji wa kata. Hii ni mali ya mtendaji wa kata. Kajenga kwa hela zake. Hii si mali ya mtendaji wa kata. Hii ni mali yetu wana Kisesa. Na maeneo mengine unaweza kukuta hata huyo mtendaji wa kata hata sio wa hapa. Siku yoyote anaweza akaondoka. Ataondoka na jembe? Hapana. Si mali yake hii. Hii ni mali yetu nyinyi wana Kisesa hapa. Na huduma zinatolewa kwa wana Kisesa. Baada ya hapo serikali, baada ya kupata tathmini yote, tutakaa kuona ni uelekeo upi tuweze kuchukua kwenye swala haya. Lakini poleni sana, na mnaweza wenyewe kuona kwamba hii ilikuwa ni hujuma dhidi ya nchi yetu. Mmeenda kuharibu mali za watu, mmesababisha watu kukosa ajira, wamesababisha watu kupoteza maisha. Hii ni hujuma mbaya. Katika hatua iliyopita, Mheshimiwa Rais alitoa msamaha kwa vijana walioenda kwa kupata mkumbo. Hatutarajii tena katika siku zinazokuja kwamba kuna kijana atashiriki kwenye uhalifu na akapata excuse ya kwamba hakuwa anajua kinachoendelea. Kwa hiyo tuambizane, endelee kuambizana kwamba hapata kuwepo na excuse wala hapata kuwepo na msamaha wa aina hiyo. Ni lazima sote tuwajibike kulinda usalama wa maisha yetu pamoja na ya wengine pamoja na mali za watu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni imani yangu kubwa wakati tukiwa kwenye matukio haya, ukikagua athari hizi, nafikiri umesikia mwenyewe waathirika kuna namna moja, namna mbili ambavyo wameeleza dukuduku zao, lakini jinsi ambavyo tukio hili lilivyotokea na uharibifu walioupata. Ni imani yangu kuna maombi mbalimbali ambayo wameyaelekeza kwako kwa niaba ya serikali ambayo ni ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu kwa serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu yote maombi na mambo ambayo umeelezwa, nina imani utayabeba na utaenda kuyafanyia kazi wewe kwa niaba ya serikali. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkutano huu na ziara hii ilikuwa mahususi kwa ajili yako. Kwa mimi nimesimama tu hapa kutoa salamu za chama, lakini kwa niaba ya chama pia naomba na mimi nitoe salamu za pole kwa wale ambao walioathirika kwa namna moja au nyingine na vurugu hizo zilizotokea. Tanzania si wageni wa kushughulikia mambo yetu na tukaelewana. Tulipomaliza uchaguzi uliopita,
Nimeelezea hicho kisa, lakini viongozi wengi wa vyama vya siasa walikuwa na makesi zaidi ya 600. Rais huyu aliyafuta, akaelekeza yafutwe, twende kwenye maridhiano, akaja na R4. Na wengine walikuwa ugaibuni wakiwa wamekimbia uhamishoni. Huyu akasema rudini, tujenge nchi. Si wageni wa kutatua mambo yanayohusu nchi yetu. Nchi hii imewahi kupita vipindi vigumu vya kupotea maisha ya watu. Mimi nikiwa waziri wa mambo ya ndani nakumbuka tulipoteza idadi ya wenye viti wanaotokana na CCM Kibiti na Mkuranga pale na Rufiji, na wanaoandika na kuchochea hawakuandika hivi, au kwa sababu waliokuwa wanapotea walikuwa wenye viti wa CCM. Hivi mmewahi kujiuliza wenye viti wote wale kwa idadi ile, kila siku unaambiwa kauawa na huyu, inatokea nyingine kauawa, hivi wangekuwa wa vyama vingine sio CCM, hivi mmeshajua wangesemaje? Kwa hiyo wakati ule ni serikali ilikuwa inaua viongozi wa CCM. Serikali ilichukulia ni uhalifu na ikapambana na ule uhalifu. Ule ukanda ulishakuwa ukanda wa hatari. Serikali na vyombo vya ulinzi na usalama wakapambana na uhalifu ule mpaka ukakoma. Leo hii tumefikishwa kwenye hatua ya wale wanaotutengenezea chuki kila leo. Tumefikishwa kwenye hatua hata watu wakigombana binafsi ni serikali, kwa sababu wanataka mchukie jeshi lenu la polisi, mchukie vyombo vyenu vya ulinzi, hata binafsi ni serikali. Tulipoteza wenye viti pale Mkuranga, Rufiji na Kibiti, wenye viti wa serikali mmoja wanaotokana na CCM kwa nafasi zao, anakutwa shambani, mtu anamuinda. Ninachotaka kusema, tuwe macho. Yale ambayo yanahusu marekebisho, Mheshimiwa Rais ameshatoa mwongozo ya kimahusiano, yatashughulikiwa kwa utaratibu huo. Yale yanayohusu masuala ya nidhamu yatashughulikiwa kwa namna hiyo. Yale yanayohusu ajira kwa vijana, Mheshimiwa Rais katengeneza wizara ya kushughulikia masuala ya vijana, na itakuwa na mfuko wa mitaji pamoja na maeneo mengine yanayohusiana na uanzishaji wa makampuni kampuni changa pamoja na makampuni ya uzalishaji. Mheshimiwa Rais kabadilisha sheria ili makampuni ya Kitanzania yapate kazi kujenga uchumi ndani ya nchi yetu. Kama kuna jambo la kushughulikiwa, yatashughulikiwa na yatashughulikiwa na Tanzania. Na wala Tanzania haijaazimwa kwamba wako wakubwa fulani ambao wao ndo wanaorekebisha. Haitaendeshwa kwa remote. Wengine wanalilia misaada tu sasa, kwamba unajua ikienda hivi sasa misaada. Fuatilieni rekodi, misaada ilikuwa ya miaka ya 90 ndio kulikuwepo na misaada. Wewe unalilia msaada, mwenzako analilia uranium yako. Lazima tuamke. Kwa hiyo niliona niwaelezee hayo na nitoe rai kwa Watanzania wote, makundi mbalimbali, viongozi wa dini zote za nchi yetu, vijana, viongozi wa kimila, sekta binafsi. Hii nchi ni yetu sote. Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde huku tukimtanguliza Mungu mbele, na tutashughulikia tunayoyaona magumu
atayarahisisha, atayafanya mepesi, ili nchi yetu iweze kuendelea kuwa nchi ya amani na Watanzania waendelee kufurahia maisha ndani ya nchi yetu. Tusimpe mwanya adui kupitia kwenye haya mavuguvugu. Mimi nawajua sana hawa, wanataka yatokee mavuguvugu, wao wapitishie ajenda yao pale. Nawajua. Baada ya kufanya tathmini hiyo na kuileta ofisi yako ya waziri mkuu, pia tumepita na kukutana na wahanga mbalimbali, kuwapa faraja, lakini pia kuwapa kauli ya serikali. Tumefanya vikao vingi kwa nia ya kufanya engagements ili wananchi waelewe umuhimu wa kuimarisha amani, lakini pia kuelewa matukio yale, namna yalivyoanza, namna yalivyofanyika, lakini madhara ambayo yametokea. Kwa hiyo nina imani uelewa umeongezeka kwa makundi ya wazee, vijana, wakina mama, viongozi wa dini, ambao wote katika ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi ya mkoa hadi wilaya, tumeendelea kukaa nao ili waweze kuelewa na kutusaidia katika jamii yao. Mwisho, nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Mwanza umejipanga vizuri kuimarisha usalama wa watu na mali zao, sio kuelekea tarehe 9 Disemba, bali kuanzia sasa na kuendelea. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tumeimarisha usalama wa watu na mali zao. Hii ni Tanzania Habari.